Habarini za saizi ndugu zangu, kwa jina naitwa Dr. Mama Kavumo, ni mama wa tiba za asili, ni mama wa kushirikiana viumbe vinavyoonekana na viumbe visivyoonekana. Kwa hiyo siku ya leo ningependa kuweza kuzungumza na nyinyi ndugu zangu, kwa wale ambao wanahitaji kupata utajiri au kwa wale wenye kupata mafanikio. Napozungumzia kwa wale wanaohitaji kupata utajiri au kwa wale wanaohitaji kushirikiana na viumbe. Wataalamu wako wengi, wataalamu wako tofauti tofauti. Lakini mtambue wataalamu sisi tunatofautiana kwenye taaluma na tunatofautiana kwenye tiba. Na pia tunatofautiana tunatumia viumbe gani? Kuna mimi Mama Kavumo naye tumia masharifu, naye tumia maruhani, naye tumia mizimu ya asili na jadi. Lakini pia kuna wataalamu wengine wanatumia, ni wataalamu sawa, lakini wanatumia mizimu, lakini pia wanatumia majini. Aina ya majini wanayotumia ni majini wabaya. Kwa nini tunasema majini mabaya? Kwa sababu wale majini wanakwenda mwisho wa siku, yule mtaalamu anakuficha. Anakuambia wewe njoo tu. Kwa sababu kwa nini utajuaje kama yule mtaalamu anatumia majini wabaya? Na utajuaje kama yule mtaalamu anatumia viumbe ambao viumbe hao mwisho wa siku sadaka ambayo utatakiwa kutoa wewe ni sadaka ambayo itamaliza familia yako, ni sadaka ambayo hata wewe hatima yake itakuwa sio nzuri. Kwa sababu unaweza ukaenda kwa mtaalamu. Kuna watu ndugu zangu wanamiliki mali, kuna watu wanamiliki utajiri mkubwa, wako wengi. Lakini mwisho wa siku unakuta yule mtu amemtoa mama yake mzazi, amemweka kwenye kifungo. Ninapozungumzia amemtoa mama yake mzazi, amemweka kwenye kifungo, amemweka kwenye kifungo cha namna gani? Umemchukua mama yako mzazi, alikuwa mzima, ulikuwa unakwenda unapata baraka zake, unakwenda unafanikiwa, japokuwa kwa kile kidogo ulichokuwa unakipata, lakini ulikuwa unafanikiwa. Lakini leo umekwenda kumchukua mama yako mzazi, umekwenda kumfungia kwenye chumba, amekwenda kuwa ndondocha, amekwenda kuwa msukule maana yake, ndio unapata utajiri. Sasa kwa ili ujue kwamba ile kafara, ile sehemu ulioenda ni sahihi au sio sahihi, naomba leo nikupe elimu au nikufungue katika namna moja ama nyingine. Kwa sisi binadamu wengi tunaogopa kugaramika, tunaogopa kuingia kwenye gharama. Hauwezi kupata utajiri pasipo kugaramika. Kilicho cha heri lazima ukigaramie. Hata unapotaka kuoa mke mzuri ni lazima umgaramie ili aweze kuwa mzuri na mwenye kupendeza na mwenye kupata sifa machoni kwa watu na machoni kwa Mungu pia. Lakini kwa watu wengi wanahitaji kupata utajiri, wanahitaji kupata mafanikio, lakini hawataki kupita katika njia sahihi, hawataki kuingia kwenye gharama. Sasa wale ambao hawataki kuingia kwenye gharama ndio wanaingia kwenye gharama zaidi. Kwa sababu ni bora upambane upate gharama ya kutoa vitu ambavyo kama vile ng'ombe, kutoa damu za ngamia. Maana kwa haraka kwenye uchumi wa kawaida kupata ngamia ni kazi kubwa sana, kwa sababu ngamia ni mnyama wa gari na ngamia hapatikani kiurahisi kama tunavyopata ng'ombe. Sasa ngamia kwa awali kabisa huwezi kupata ngamia, lazima upate damu za ngamia, lazima upate ng'ombe, lazima upate kondoo. Unaweza ukaambiwa upate kondoo 10, upate kondoo 20, upate kondoo 5, upate kondoo 4, lakini pia kunatakiwa upate ng'ombe labda 2, 3, 4 mpaka ng'ombe 7. Inategemea tunawagawa katika makundi mangapi. Kuna ng'ombe wa mizimu, kuna ng'ombe wa tambiko, kuna ng'ombe wa masharifu, kuna ng'ombe wa maruhani, kuna ng'ombe ya vitu tofauti. Maana kafara hizo zinatolewa tofauti. Kwa nini natumia neno kafara? Mara nyingi sisi tunasema tunatuma sadaka. Maana kuna sadaka na kafara. Sasa nametumia neno kafara ili muweze kuelewa, kwa sababu watu wengi wanauliza, mama tunatumia kafara gani? Tunatumia kafara za ng'ombe, tunatumia kafara za ngamia, tunatumia kafara za wanyama ambao Mwenyezi Mungu kawahalalisha kuwachinja. Ina maana hata wale wanyama tukitumia kafara zao zinakuwa si haramu kwa sababu wamehalalishwa. Lakini sasa tunapotumia kafara za binadamu, hii ni haramu na hii ni laana, kwa sababu binadamu hakuhalalishwa atolewe kafara ili uweze kufanikiwa. Na ndio maana kila mwaka kuna miezi ni lazima wanaita ni sikukuu au tunaita ni sherehe ya kuchinja. Ina maana ni ya kutoa sadaka.
Unapochinja maana unatoa sadaka, kufungua baraka, kufungua mafanikio, kufungua milango ya neema na mafanikio katika milango yako ya neema na mafanikio, na labda kwa lugha nyingine tuseme kupata utajiri. Kwa hiyo wapenzi watazamaji au wapenzi wangu wa Dr. Mama Kavumo, siku ya leo nikasema niwape elimu ya namna hii. Elimu ya namna hii, unapokwenda kwa mtaalamu kisha mtaalamu yule akakwambia ni bure, unaposikia kwanza hakuna kitu chochote, utambue kuna mambo haya mawili. Jambo la kwanza, utambue hutazaa maisha yako yote. Maana wanaweza akakwambia kwamba ni bure, lakini huwezi kujua bure ni wewe. Wewe umechukuliwa kafara. Unachukuliwa kafara ya namna gani? Kwamba wewe nilijali uliyekamilika, lakini baada ya kuingia kwenye ule utajiri, ulijali wako unakomea hapo. Maana unatumikishwa katika namna moja ama nyingine. Lakini pia kuna wale ambao unakwenda unaambiwa ni bure kabisa, lakini unapokwenda kwa yule mtaalamu atakupa kisu au atakupa kitu chochote, atakwambia chimba hapa, atakwambia choma hapa, atakwambia twende makaburini ukafukie kitu fulani. Ishara wewe umekwenda kutafuta utajiri, lakini kuna vitu unapewa unapeleka makaburini, kuna vitu unapewa unakwambia kafanye 1 2 3, utambue ishara hiyo sio nzuri kwa upande wako. Lakini pia unakuta unaweza ukaenda kwa mtaalamu ukaambiwa kitu ambacho utafanya, utaambiwa kata mkono wako, kata mkono kidogo, au atakukata mkono. Anapokukata mkono sio chale, atakukata. Utakapokata utachukuliwa chungu au kutachukuliwa kitu fulani, ile damu yako itakuwa inachulizikia mle. Itachuluzika kwa muda mrefu sana, kwa sababu utakata sehemu ambayo itatoka damu ya kutosha. Utambue utajiri huo sio salama, kwa sababu ile damu ndio inakwenda kuakisi utajiri wako. Utambue kidonda kile hakitapona maisha yako yote. Kile kidonda kitakuwa kikubwa, kitatoka wadudu, kitatoka funza, lakini kadri wale funza wanavozidi kuongezeka kwenye mwili wako, maana mwili wako utakuwa unaoza, unaharibika. Yani unakuwa ni mfu ungali hai. Na ndio maana unakuta unatoka wadudu. Sasa mtu anayeishi na ni mzima anatokaje madudu kwenye mwili wake? Kwa hiyo unakuwa ni mfu, wewe mwenyewe unajiona uko hai, lakini tayari umeshatolewa sadaka, umeshatolewa kafara pasipo wewe mwenyewe kujijua. Kwa hiyo unakuwa ni mfu uliye hai, na ndio maana unatoka nini? Unatoka wadudu. Maana tayari uko kwenye ulimwengu mbili, uko kwenye ulimwengu wa duniani na uko kwenye ulimwengu wa giza ambao wewe mwenyewe unakuwa hujui. Lakini ningependa kukupa elimu ya vitu kama hivyo. Kwa hiyo unapokwenda kwa mtaalamu ukaona ishara hizo, au ukaona kuna mambo fulani ambayo yanaashiria ya namna hiyo, basi na kuomba unafichwa. Maana wao hawako bayana sana kama mimi ninavyozungumza. Wao wanafanya vitu vyao kwa kificho, na vitu hivyo vinakuwa ni siri sana. Unaweza ukajikuta uko na mke wako, lakini kila anapobeba mimba zinaharibika, hupati mtoto, au kila unapopata mtoto yule anakuwa anapotea au anafariki, kwa sababu tayari mume au ameshaingia kwenye hizo kafara. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto katika namna moja ama nyingine. Au unakuta wazazi wanakuwa wanapukutika, kila mwaka kwenye familia anadondoka mtu. Kila mwaka kwenye familia anadondoka mtu. Kwa nini? Kwa sababu kuna mtu ameingia katika mikataba, ameingia katika makubaliano ya yeye kupata mali au kupata uwezo mkubwa, na yeye kuendelea kutoa kafara kama ng'ombe katika farume au katika tawala fulani, au kaingia katika utaratibu huo ambao sio salama na sio sahihi. Kwa hiyo wapenzi watazamaji wa Dr. Mama Kavumo, siku ya leo nilikuwa nakupa elimu namna gani, ni sehemu gani unaweza ukaenda ukaona kitu hichi ni hatarishi, kinaweza kukuhatarisha, na ukaingia kwenye mitihani pasipo kujua. Ukiona sehemu kuna rahisi, ujue kuna gari zaidi ya hiyo. Lakini ukiona sehemu kuna gari, utambue kuna mafanikio. Japokuwa naendelea kurudia tena, matapeli wapo, waizi wapo, wanaotumia njia hizi. Sisi tulizojaliwa karama, lakini kuna watu pia wanapita humo kwa ajili ya kutuharibia na kutapeli watu. Watu wanakosa imani, watu wanakosa uaminifu. Kwa hiyo naitwa Dr. Mama Kavumo, ni mama wa tiba za asili. Mimi nasema karibuni sana na wapenda sana. Kwa hiyo nilikuwa nawapa elimu ni kafara gani ambayo inaweza ikakuhatarishia maisha yako. Lakini ukiona kuna mtaalamu kama mimi Dr. Mama Kavumo, naweza kukuongoza ukapata mafanikio pasipo kupata madhara,
ukapata baraka kwa baba, ukapata baraka kwa mama, ukapata baraka kwa wazazi, na vile vile ukaenda kusaidia watoto yatima, wazee pamoja na wajane. Basi nawapenda sana, nasema asanteni sana. Msiache kusubscribe, kulike na kucomment. Naombeni msubscribe, naombeni mlike, naombeni mcomment. Nawapenda sana. Naitwa Dr. Mama Kavumo, ni mama wa tiba za asili. Asanteni sana familia Dr. Mama Kavumo, nawapenda sana. Nashukuru sana kwa endelea kunisupport na endelea kukua pamoja na mimi. Asanteni sana.